ukiangalia chini, sema mimi nataka huyu chini kama niko vizuri. Huyu chini sasa baada ya kupewa mtoto unaiona tabia ya asili. Haleluya. Amina. Na unajua Ishmaeli alikuwa ni hawa watu wanaopigwa sisi Iraki wako Arabu pale, sio? Yuko Mwarabu pale. Bwana sio sana. Kwa hiyo ni ajili Ishmaeli alikuwa anatolewa kwa hizi nchi. Maana mzuri. Sasa unaanza kuiona ile asili ya wale watu imeanza kutokea ndani. Angalia Mungu alikimwambia Ibrahimu. Anamwambia Ibrahimu, sikiliza. Mfukuze Ajili pamoja na mtoto, kwa sababu mwana wa muungwana hata jinsi pamoja na mwana wa mjakazi. Lakini kama asingekuwa na tabia mbaya, hasa ngoja nikuonyeshe Ajili alitahiriwa au hakutahiriwa. Alipofukuzwa, nafikiri Mungu alikatika sicho? Mungu alikuwa anataka kutahiri moyo, kwa sababu hata asingeutahiri tayari Ibrahimu anauzao huko pale, na akiendelea kumpa kiburi kama pale nyumbani, ataendelea kupata tabia zile. Mungu ndiye anamfukuza. Kule kumfukuza ilikuwa nini jamani? Ni tohara. Alipomfukuza akaenda porini, akakaa kwa fulani kule, akawa analia. Unajua kulia maana nini? Kulia maana ni maumivu. Mungu anashughulikia moyo wa Ajili. Aliposhughulikia moyo wa Ajili, Mungu akamtokea kule akiwa mbali, akamwambia rudi ukanyenyekee kwa mama yako. Unaelewa vizuri? Kuna watu unaweza kuona mchungaji ukaondoka mahali, alafu Mungu rudi kanyenyekee, kwa sababu pasta wako alikuwa anataka kukutahiri hiyo tabia fulani. Bwana sikia sasa. Akamwambia rudi kanyenyekee. Akamwambia rudi kanyenyekee. Hapana. Na ndio maana Mungu akipinua pale, ukianza kuleta sheria, Mungu anakushusha chini, na kushusha chini hawezi kubariki tena mpaka Mungu akufundishe unyenyekevu. Kwa Mungu akufundishe unyenyekevu, akufundishe kushuka, akufundishe kuwaheshimu watu. Na hili jambo linatesa si tu washirika, hata pastors. Sisi mapasta tunateseka na haya mambo. Unakuta mchungaji Mungu amenunua kidogo tu, unasikia siwezi kuona watu, siwezi kushika watu mkono, ndio wakati kwa huko chini alikuwa anashika mkono vizuri tu, alikuwa anaongea kila mtu, Sikiliza, ngoja nikwambie, unaweza kama pastor ya kuna leo ukifika Mungu akuinua, unaanza kuona asili. Asidanganye mtu, Kavango ni mtu ameanasili na Mungu huko Iringa, wale wamekaa ndani. Kwa hiyo asipotahiriwa akiinuka utumishi, kuna watu watawasahau, kuna watu watawaheshimu. Na ndio maana Mungu anafanya kalama kubwa kwanza kushughulika na moyo wako, kutahiri moyo wako, kushughulikia moyo wako, ili usije ukaanguka ukifika kule juu. Na unajua aibu ya ukiwa chini ukianguka ni ndogo kuliko aibu ukiinuliwa. Ukiinuliwa aibu, ukianguka unaanguka vibaya, kwa sababu unakuwa uko juu, kila mtu anakuangalia, kila mtu anakutazama. Sema mimi kabisa, kwa hiyo ikitokea kiburi kimekushota kule juu, anguko lake ni mbaya. Omba Mungu akusaidie kabla hujainuka. Mungu ameshaondoa moyo wa jiwe, ameshaondoa moyo wa kiburi, ameshaondoa moyo wa dharau. Naulia, omba Mungu kabla hajakuombea. Mungu akupe heshima, Mungu akupe furaha, Mungu akupe uvumilivu. Amina. Haleluya. Luka, ukisomea hapo Luka 18. Unajua watu wakubwa wanapenda kumaanisha mchungaji. Wanataka mchungaji kumaanisha kama toroli. Penda mchungaji watu wakubwa, sema watu wakubwa. Nikimaanisha watu wakubwa, kuna ukubwa wa aina mbili. Kuna watu ni wadogo kiumri ila ni wakubwa kipesa. Kuna watu ni wadogo kimwili ila ni wakubwa kiakili, kielimu. Wanamzidi hata kiongozi yuko mbele. Lakini pia kuna watu ni wakubwa kwa umri, yaani kama Matumba, mama Mazee, nini watu wakubwa kwa umri. Bibi Veronica pale. Mimi nikisimama na Bibi Veronica, mimi mwanae si kikuu, ndio kikuu kwa Veronica. Miaka 70. Sasa, sio? Ndio. Yaani sasa. Sasa kama miaka 70.
Maana mimi ni kijukuu huko, sio mimi sasa, mimi ni kijukuu chake. Sasa mimi kanisa mtu mkubwa. Sasa kanisani, ngoja nikuonyeshe hizo namba za wakubwa. Kuna watu wakichungwa na mchungaji mdogo, kwenye umri mdogo, kwa sababu wao inaenda miaka 70 kama kijana pale, kama matuma pale. Huwa wanakuja na umri wao wa namba kwenye madhabahu. Na wanakuja na namba za miaka yao. Wanataka kumwambia mchungaji, mimi ninasema nini? Mimi nina 70, mimi nina 60. Sasa kuna wakati Mungu anaflow kwenye madhabahu, anataka kumsaidia mtu mkubwa huyo mwenye umri. Alafu mtu mkubwa huyo anatengeneza ukuta wa ukubwa wake. Unaelewa vizuri? Anatengeneza ukubwa wa umri wake. Mimi ni mkubwa, usiniguse mchungaji, mimi ni mkubwa. Wewe ni katoto ni tukazaa. Unaelewa? Unaelewa vizuri? Mtaikumbuka hadithi ya Petro na wale wanafunzi waliokamatwa wakapeleka gerezani. Walipeleka gerezani, haleluya kanisa, walipotolewa wakaambiwa msihubiri tena habari za huyu Yesu. Alafu wakaanza kuongea maneno ambayo waliosoma hawawezi kuongea haya maneno. Wale watu walipowaangalia, walipowatazama, wakaona ni watu wasio na akili, watu wasio wasomi, watu ambao hawajaenda shule. Alafu wanaongea mambo yanayozidi akili zao, wakastaajabia, wakashangaa. Tafsiri yake ni nini? Kwenye masuala ya kiroho, Mungu anaweza kukuletea mtoto mdogo, lakini katika umri wa ukuaji amekaiwa miaka mingi na amekomazwa kwenye ulimwengu wa roho. Niguse upande wa pili. Upande wa pili ni huyu anayegusu sasa Biblia. Huyu alikuwa sio mkubwa wa umri, alikuwa ni mkubwa kwa maana ya mali na mtawala. Ndio hii imetenda watu, una baya tajiri, ukifa usioze tajiri, baya mkuu. Unaelewa vizuri? Huyu ni tajiri wa mali, tajiri wa mali, na ndio maana anatajwa mtu mkubwa mmoja. Haleluya kanisa. Akamshia Yesu. Sema akamshia Yesu. Na unafikiri ni Yesu unataka kujifunza? Huyu hakuwa na nia ya kujifunza. Alikuwa na nia ya kumchallenge Yesu. Na alikuja na mali zake akitaka kumuonyesha Yesu, mimi na hela. Unahubiri injili umevaa makubasi. Unahubiri injili umechoka namna ile. Hivyo hizo habari unazohubiri, naomba uniambie vizuri. Hivi ukitaka kumwona Mungu unataka ufanye nini? Yeye alikuwa anaamini kwamba anaweza kaambiwa lete milioni 5 tukupe ufalme wa mbinguni. Sasa alipokuja kwa Yesu Yesu akampa vitu ambavyo hajawahi kupewa. Kwa sababu dini ilimpa sheria. Dini ilimpa nini? Hebu mniangalie vizuri. Mwambie dini yako imekupa nini? Nisikilize, kila mmoja hapa ana dini. Na uliwahi kutoka kwenye dini. Na dini iliwahi kukupa kitu. Iliwahi kukupa? Kwa mfano, kuna dini zimewapa watu ubatizo, zimewapa watu rozari. Kuna dini zimewaamilisha kuhusu majina ya makanisa yao. Na unaweza ukaa hapa, ukawa umebaki na jina lile la Bible Church International Mount of Change. Na dini imekupatia hilo jina. Na unajiita mimi ni mwana Bible Church. Ni mtoto wa madhabahu ya Bible Church. Inaitwa Mount of Change. Maanake mlima wa mabadiliko. Lakini huko mle kwenye ule mlima haujawahi kubadilika. Upo ndani ya ule mlima na haujawahi kugeuka. Haujawahi kuchange. Tunaposema Mount of Change, tukitumia mlima ambao Yesu alipokuwa katika mlima ule wakati ametokewa na Elia pamoja na Musa. Biblia inasema akabadilika sura mpaka wanafunzi Petro akasema, Bwana, tujenge vibanda vitatu, kimoja cha kwako, kimoja cha Elia. Alafu wakasahau na cha kwao, kwamba wao hawabadiliki, wao watabaki pale pale. Sema amina kanisa. Kwa lugha nyingine, maana yake kanisani kuna watu wameshataki, wanasema sisi tutabaki vile vile na ukubwa wetu na umri wetu na vyeo vyetu. Na mimi nikuombe, kama unaweza, hata kama wewe ni mwanajeshi polisi, kwenye kituo cha polisi watu wanakuogopa, ukivaa koma wanakuogopa. Na ndio maana hakuna ruhusa kwa kanisani kuingia na sare inaitwa koma ya jeshi. Hata kama wewe ni mwanajeshi, ukiingia hapa na koma wanakufukuza, kwa sababu huwezi kunitishia mchungaji na koma yako. Wewe ni polisi, umekuja kanisani, huwa nyota zako nyumbani kwako. Unajua ukija kanisani,
mtu mwenye nyota, mtu mwenye cheo kanisani, mtu mkubwa kanisani, mchungaji wako. Kuna mtu ananiambia utakuwaje mkubwa ni Mungu? Mkubwa ni mmoja tu, ni Mungu. Ngoja nikuonyeshe kitu cha kiroho sana. Sema amina kanisa. Sema amina. Sema amina. Wangapi mtaani wako na wachawi? Au mwanaume au mwanamke? Unajua sasa watu wanasema huyu ni mchawi. Na unajua tu yule mama huyu ni mchawi. Unajifanya mko roho. Sasa kama mtaji na lake. Tuache basi mtaani kwako. Kwenye ukoo wenu nani ndugu yako ni mchawi? Simtaji jina lake. Sababu kubwa baba mdogo, takuwa yule baba mdogo anatishia ukoo mzima ni mchawi. Haleluya. Si unamjua kabisa ni mama mdogo? Si unamjua? Si baba mdogo unamjua? Si mjomba unamjua? Si babu unamjua? Amen. Hapo unaokoka. Ndio mpaka sasa tunaogopa. Babu shikamoo unaogopa. Unaogopa yule baba. Unaogopa yule mjomba. Unaogopa nini? Ukubwa alionao kwenye ulimwengu wake. Sasa ule ukubwa ni nani? Maana ni devo, ni shetani ndani ya mjomba, ni shetani ndani ya bibi, ni shetani ndani ya shangazi, ni shetani ndani ya mkubwa. Ni sawa sawa? Ni sawa sawa? Na kuna watu wanatisha kwenye kasi. Kwa sababu ya ukubwa walionao walikuwa ni haya ukija kanisani. Nani ni mkubwa? Ana ukubwa gani? Ukubwa wake unatokana na yule aliyembeba. Aliyembeba ndiye unakuwa mkubwa. Sasa ndio maana unapokuja kanisani, wewe una pesa unamzidi mchungaji. Haleluya kanisa. Unamzidi nani? Unamzidi nyumba unaishi inamzidi mchungaji wako. Wewe unaishi nyumba ya viwango vya juu kuliko mchungaji wako. Wala sio tatizo. Kusali hapa sio tatizo. Lakini tatizo linapokuja ukija kanisani na ile jengo lako unalibeba kutoka nyumbani kwako. Kuna watu wamekuja kanisani na tiles zao. Amekuja kanisani na kitanda cha dola chini na laki 20 laki 30 amebeba anataka kama au analia kwa sababu unaelewa vizuri. Unaelewa vizuri. Kuna watu wamekuja kanisani na kiwango cha namba ya fedha iliyoko benki. Wanataka heshima na yenyewe. Kuna watu wamekuja kanisani kwa sababu ile kule kazini mapande wote asubuhi wakifika hapa kwa asubuhi wanafanya nini? Anataka na mchungaji akija hapa afanye. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Sisi ndio tunasema amina. Haleluya. Jina la Yesu barikiwe sana. Amina. Kumbe wewe kwa upande wako ni mwisho sio kule. Wewe wanajeshi wako peleka mafinga JKT. Kule ndipo ukafanya hayo unayofanya. Unapoingia kanisani, vua kofia zako za kijeshi, vua kofia zako, vaa nguo ya kiraia, ingia kanisani, alafu kumwangalia mchungaji, unamsalimia kama mtu mkubwa ndani ya madhabahu. Nisikilize mwanangu. Utawahi kupokea upako usipowahi kumuona mchungaji wako ni mkubwa kuliko wewe. Amina. Utawahi kupokea mafuta ya huyo upako wa kiroho usipomtazama kwa viwango vya ukubwa kuliko unavyojiona wewe. Hata ukimwangalia mchungaji yale mahubiri yenyewe mahubiri baadaye mahubiri mwenyewe tu. Ndio pale ningepiga pale. Mtu kama huyu hawezi kuondoka na kitu kanisani. Na watu wengi wanastahili wanakuja na salamu, wanakuja na shukrani, wanakushusha, alafu wanategemea kupokea kitu kwako. Simu ni kumfanya yeye mbele yako kuwa mkubwa. Ndio wewe unasema wakakuta kiganga mtoto na akakupa dawa na ukaenda fikiri. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema mtu mkubwa mmoja akamwendea Yesu ili amjaribu. Amwambia, nifanye nini nipate kurithi kutoka mbinguni? Kwa sababu kabisa, nifanye nini nipate kurithi kutoka mbinguni? Yesu anamwambia, zishike amri. Na Yesu alimpenda kidogo sana. Zishike nini?
Anamjibu kwa sababu amezishika tangu nikiwa mtoto mdogo, tangu nikiwa bado niko Sunday school, nilishika hizo amri za Mungu. Nazijua: usiibe, usizini, usiue, tukana, mheshimu baba na mama yako, upate ile miaka mingi duniani, heshimu siku ya Bwana, ukaitakase, usitamani mke wa jirani yako, usiabudu miungu mingine. Akasema nimezishika. Hebu tusome maandiko, pengine siongee maneno yangu. Endelea kusema. Mtu mkubwa mmoja, tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, ndio mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuirithi uzima wa milele? Ndio. Kuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu. Niangalie. Anasema hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Yesu ni Mungu. Maana yake kwa kumwambia usiwe mwema kuliko mimi. Mimi ndio mwema. Mbona unajiona mwema? Hakuna aliye mwema isipokuwa Mungu. Na anayeongea hapa ndio Mungu mwenyewe. Maana Yesu alianza kumuona yule mtu anajiona ni bora kuliko Yesu. Anajiona ni wa heshima kuliko kwa sababu ya mali zake, kwa sababu ya utajiri wake, kwa sababu ya heshima yake. Tuna watu ndani ya kanisa leo wakijiangalia wao ni bora kuliko mchungaji. Wameimprove, wameenda mbele zaidi. Kwenye masuala ya dunia inawezekana umenizidi, lakini kwenye masuala ya ufalme haujawahi kunizidi. Amen. Nisikilize kwa makini sana. Haleluya kanisa. Wewe ni tajiri wa miaka 80. Tajiri wa miaka? Ni tajiri wa miaka 70, 80. Mimi ni tajiri wa milele. Ni tajiri wa ufalme. Mimi ni tajiri wa ufalme. Kuna tofauti kubwa wa tajiri wa miaka 80. Kwa sababu kama una nyumba ya fahari, una godoro la 30, utaangalia miaka mingapi? Una akaunti benki zaidi ya bilioni. Utazitumia kwa namna gani? Una magari ya kifahari, utatumia kwa namna gani? Okay. Yesu anajaribu kumwambia kama kuna mtu ni wa thamani ni Mungu. Huyo ni mwema. Hakuna aliye mwema isipokuwa Mungu peke yake. Acha dharau kijana. Acha jeuri. Kuna mmoja ni mwema kuliko watu wengine wote. Naongelea utajiri wa mali. Utajiri wa nini? Wa mali, fedha. Kuna watu ni watu wakubwa kwa ajili ya fedha, ila hawana elimu nyingine. Na mara nyingi wenye hela wengi hawajasoma. Niamini ninachokwambia. Ukiona mtu ana hela nyingi, ngasoma. Ukiona mtu kapiga vidato mpaka vyuo, ana PhD sio na nini. Hao ni hela zao zaidi ya 8 milioni, hela za mboga. Vya kupanga nyumba apartment tu apakae aishi. Lakini ukiona mtu ana hela, ni mara chache sana kuona watu wenye hela walisoma. Niamini ninachokwambia. Unanisikia? Amina. Hela na mtu aliyesoma ni vitu vingi sana ndani. Ila kuajiriwa na mtu aliyesoma ni vitu vinavyofanana. Sijasema usome mimi, sijasema haya maneno na wala sijakutubu. Wala sipo huko kabisa. Ili anasema sema mimi kanisa. Jina la Mungu libarikiwe sana. Haleluya. Unajua kwanza utajiri asili yake ni vitu vidogo. Unajua hiyo? Utajiri asili yake ni vitu vidogo. Na mara nyingi watu waliosoma hawataki kufanya vitu vidogo. Unasikia nataka nifungue kampuni. Baka ile pata la kampuni anaweka mfuko. Akija kufungua kampuni ile changamka, meno yote ya mbele ni mafuta. Unaelewa vizuri? Alafu pesa inatabia kuwafuata watu wanaojituma na kujitoa kuhanga. Sasa mara nyingi hao wasoma wafanya kabisa soma fungu langu mimi nimefanya ni shughuli kuchakarika, kuhangaika, kujituma. Unaelewa? Sasa mara nyingi pesa inawafuata hao kwa sababu wanaenda moja kwa moja kwenye platform. Sisi tunaandika kwenye maandishi kama injinia Zena. Yeye kazi yake ni kuandika tu michoro. Yaani akaya aanze kubuni hapa michoro, achore michoro ya watu na habari, sijawaambia watu, wamwambie ramani la kidane milioni 2 ndio hapo pate hela. Sema mimi na kanisa. Ikitokea watu wanajenga hawajachora ramani, Zena hayuko tayari kwenda kusaidia fundi. Hayuko tayari abebe matunda pale mladeni akauze. Hayuko tayari na hiyo rangi ndio kabisa. Unamwambia kama matunda ya pembezi. Ni kitu kisichofanana.
Unaelewa tunasema? Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Kwa hiyo angalia huyu tajiri ambaye alikuwa na utajiri wa mali. Haleluya kanisa. Lakini haleluya alikuwa na jeuri, alikuwa na kiburi, tena kiburi cha uzima. Anamwambia Mungu, anamwambia Yesu, anamwambia Mungu, nifanyeje? Niambie kama nikulipe dola ngapi niweze kuingia mbinguni, niweze kuingia mbinguni. Kuna mtu mmoja pia aliwahi kutokea kama huyu Elima mchawi kwenye mtu pale, alimwambia Paulo, nikupe shilingi ngapi uniuzie nguvu za Mungu? Unamkumbuka ile mchawi? Alimwambia nikupe shilingi ngapi? Badala apige magoti amtafute Mungu. Matajiri ndio maana kanisani huwezi kukuta kwenye hela anaomboleza. Oh baba, na mweka mchungaji baba. Wanaomwombea mchungaji ni watu wanaouza matunda tunda. Wanauza nyanya, ndio mchungaji. Ukiona mtu ana hela, hawezi kulia mchungaji. Na ndio maana wachungaji wote wameinuka kwa maombi ya watu masikini. Sina habari ya kumbina wewe hela akitembea kwenye lake anakaa ana vitorosho, anakuta kidogo pale, ana grade blue imekaa pale kidogo. Anavaa pale kidogo pale. Wewe unatumia futa sasa kwa mchungaji wake Yesu na pesa. Lakini mwambie wewe mkaifai afunge mama yangu. Afunge mlai. Kwa sababu ndio yupo kanisani anainama kidogo. Amen. Kidogo anasema usiaudi. Ujiwalishe. Anaenda anakomba kwenye nyumba. Kampia kwa wewe. Haleluya. Wewe unashangaa mzee anashangilia kuliko wewe. Kasha upige kikombe cha maziwa hapo nje. Karudi ndani. Haleluya. Unanisikia vizuri? Haleluya kanisa. Sijui unanielewa? Bwana asifiwe sana. Mimi nimekaa kanisani na kujua ndugu zangu, hawa watu wenye hela huwa wanaamini wanaweza kununua mpaka mchungaji. Yaani huwa wanaamini mpaka Mungu wanaweza kumlipia kwa sababu ya kutokutahiriwa kwao. Na niko hapa kukusaidia leo. Mungu atakuinua, lakini katika akili yako yote, katika mambo yote, ufahamu Mungu ndiye akupaye nguvu za kupata uliyoyapata.